Kwa sababu shida ambayo ipo ambayo sasa hivi tunaiona ni kwamba watu wanasema haya mambo ya kuchinja hakuna sababu ya kufuatilia kwa sababu kinachomwingia mtu akimtii mtu najisi. Sasa hebu tuzungumzie kidogo hapo wanazuoni hapa, nataka tudodose hapa. Unajua shida inakuja kwenye jambo moja linaitwa maarifa. Ndio. Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na sehemu nyingine anasema kwa sababu umeyakosa maarifa, umeyakataa maarifa, na mimi nitakukataa usiwe kuhani wangu. Sasa kwenye chakula ziko siri. Kuna siri ndani ya chakula. Na hata kuna baadhi ya matamko tumeyasikia wakisema kwamba wanaokula pamoja huwa hawagombani. Kwamba kule kula pamoja kuna maana yake. Kuna vyakula vya kawaida ambavyo vinaliwa, lakini kuna vyakula ambavyo vimevuka kwenye ukawaida. Vimeingia kwenye daraja jingine. Chakula hicho unaweza kukila, lakini baadaye hicho chakula kikawa tena sio chakulika kwa sababu kimevuka kutoka kwenye chakula kimeingia zaidi ya chakula. Hasa kuna vyakula ambavyo vinaitwa vyakula vya ibada. Lakini kwa lugha zetu za kawaida vyozoeleka tunaita vyakula vya matambiko au vyakula vya kafara. Vyakula vya kafara kuna mtu ambaye anatakiwa avile. Na ile kafara kuna mtu ambaye anatakiwa aliandae awe na sifa. Lakini na chakula kile kuna mtu ambaye anatakiwa akile. Sasa huyu msikilizaji lazima aelewe kwamba Mungu ndiye aliyetuumba sisi wanadamu. Sawa. Na Mungu alituumba ili tumwabudu. Mungu alipotuumba ili tumwabudu ameweka masharti kwamba anataka tumwabudu yeye peke yake. Kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka sura 20 kwanza ule mstari wa kwanza anasema mimi ndimi Bwana, usiwe na miungu mingine. Manake kuna Mungu mwingine anataka nafasi ile ya uungu, achukue nafasi. Lakini Mungu anatutaka tumwabudu yeye tu. Sasa kwenye chakula kuna vyakula ambavyo ni vya kikawaida ambavyo si vya sherehe wala sikukuu kwa ajili ya. Vile vyakula ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya sikukuu kwa ajili ya mwanadamu unatakiwa makini kwenye vile vyakula vya sherehe. Yaani vyakula ambavyo vina tambiko ndani yake. Vinalenga kafara fulani. Vinalenga mambo ya ibada. Ndio. Vile natakiwa mtu awe makini. Naam. Labda niongezee hapo kwa Raymond alichozungumza. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 2 na ule mstari wa 20. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe ambao Yesu anayaambia makanisa. Na nafikiri hii sauti haitakiwi kukoma. Ndio. Hii sauti inatakiwa iendelee kuanzia leo, kesho na kuendelea kwa sababu ni sauti aliyoanzisha Yesu mwenyewe. Na Yesu anatoa tahadhari hii. Anasema katika ule mstari wa 20. Nasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 20. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Mimi nafikiri kabla hujaendelea sana, hebu jaribu kwa sababu anasema ili wazini. Sasa lazima msikilizaji ajue uzinzi huu ni uzinzi gani. Unaona? Uzinzi huu ni uzinzi wa kiroho. Yaani uzinzi ukichukua ile maana yake ni kutokuwa mwaminifu katika mume mmoja. Ndio. Na sisi wa Kristo tumeolewa. Ndio. Sawa, tumeolewa na tuko mali ya mtu mwingine. Mtu anaposema ameolewa maana yake ni mali ya mtu mwingine. Amefunga agano na mtu mwingine. Sasa unapotoka na kwenda kuabudu Mungu mwingine ambaye si Mungu yule, umezini. Ndio, hebu soma tena hiyo sehemu maana imekaa vizuri. Hebu isome tena hapo. Huyu msikilizaji asikie. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 20. Lakini nina neno juu yako kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vyakula vilivyotolewa kwa sanamu. Kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa sanamu. Twende hapo. Sasa ukichukua hili andiko, ukichukua hii sauti ya Yesu, tahadhari yake ni nini? Tahadhari yake ni kwamba kuna Wakristo watu wake aliowakomboa kwa damu ya Yesu wanaweza wakaingia kwenye mtego wa kuabudu Mungu mwingine. Alafu tahadhari inatolewa yule mtu ajiitaye nabii. Unaona? Alafu anasema anawafundisha alafu na kuwapoteza.
kama mtumishi wa Mungu Raymond alivyozungumza kwamba mwanzoni inaanza na kutojua maarifa. Kwa hiyo kama hujui, unaweza ukachukua kitu hiki mazoea, ukachukua ni kitu tu cha kawaida, alafu ukajikuta umemkosea Mungu kwenye swala la chakula. Swala hili la vyakula vinavyotolewa, kwa sababu swala chakula hiki kimetolewa na nani? Kimetolewa na Mungu unayemwabudu wewe, au kimetolewa na Mungu mwingine? Ijulikane. Ndio. Ya, nafikiri swala la msingi hapo Pastor Boniface, tunapokuwa tunajibu swali la msingi la Bishop, ameuliza swali la msingi kabisa kulingana na haya maandiko. Kwa sababu watu wengi wanaweza wakatumia maandiko vibaya, wanatafsiri vibaya. Kwamba tunasema kiingiacho akimtii mtu nini? Unajisi. Sasa inakujaje hapo inafika mahala chakula kinaweza kumtia mtu unajisi? Ukiangalia hapa alichokuwa anakizungumzia maudhui yake sasa, alikuwa anazungumzia wanyama waliokuwa wanaonekana haramu. Sasa anachozungumzia ni kwamba wamehararishwa. Yaani Yesu alichofanya ni kuhararisha wale walioonekana hawafai. Lakini andiko hili alijajikita kwenye vyakula vinavyotolewa sadaka. Kwa nini? Kwa sanamu. Sasa mtu aangalie hapo atofautishe, asije akabeba cha huku akapeleka kule. Sasa akajikuta anachanganya, anachukua tu ni chakula. Sio swala tu ni chakula. Hapa anazungumzia wanyama ambao wanahararishwa sasa, waliokuwa wanaonekana haramu. Kwa hiyo kwa maana hiyo hawezi kumtia mtu unajisi akiwala. Lakini azungumzii kwamba amehararisha chakula kilichotolewa sadaka kwa ajili ya nini? Ya sanamu. Kwamba kikimuingia mtu na hicho kinakuwa salama. Tutaona maandiko mengine kule kwamba hicho kikimuingia mtu hakiwi salama. Kwa sababu gani? Hasa si vyote vilivyo safi. Si vyote vinavyofaa, vingine havifai. Yaani huwezi kula vingine kwa sababu moja au nyingine. Kwa nini tumefika mahala ambapo tunajaribu kueleza watu kwamba tumefika mahali pa kukataa kuendelea kula nyama zinazochinjwa kiimani? Unajua watu wengi wamekuwa wanaelewa kwamba swala la kuchinja, ndivyo tulivyokuwa tunaelewa wote, kwamba swala la kuchinja wanyama ni la kawaida, wala halina uhusiano wote na nini? Na ibada. Ni swala tunachinja, unakata kisu, damu inamwagika, basi na sisi tunakula. Hiyo sio nyamafu, maana imechinjwa. Na ukiita nyamafu utatumia andiko gani? Lakini kwetu sisi tumekuja kugundua, tumeshtuka tu hivi karibuni, tunashangaa kumbe kuchinja kwa wenzetu ni ibada. Ndiyo. Sasa inapokuwa ibada ndio tunarudi pale kwenye miungu. Sasa ibada kwa Mungu yupi? Ndio. Maana lazima tujiulize kwamba ibada kwa Yehova au kuna Mungu mwingine? Maana wako miungu wengi duniani. Sana. Yuko Yehova ambaye sisi wa Kristo kwa imani yetu tunamkubali kwamba huyu ndio Mungu mkuu. Lakini iko miungu mingine. Sasa hiyo miungu mingine kwetu tunaihesabu kwamba sio Mungu wa kweli sasa. Na kama ibada yote itafanywa nje ya jina la Jehova, yani isielekezwe kwa Yehova huyu, basi tayari tunasema hii imeenda kwa Mungu mwingine. Ni matambiko tayari ya. Ndio, ni matambiko. Tunasema hizi zimetolewa kafara kwa Mungu mwingine. Na utaona sasa uchinjaji, ndugu zetu wanasema hii iko wazi kwa mtu yote kwamba kuchinja ni ibada. Na wanapokuwa wanachinja kwa sababu ni ibada, ni lazima iwe na taratibu zake. Kila ibada ina taratibu zake. Huwezi tu kuchinja, lazima mchinjaji awe na maelekezo kutoka kwa Mungu wake jinsi ya kufanya ile ibada. Sasa yule mnyama anapochinjwa huwezi kumuelekeza kokote tu magharibi kuna maelekezo. Lazima uelekeze mahali ambapo huyo Mungu yupo. Yaani kwa lugha nyingine ni kusema hivi, unasema kwamba ibada ina taratibu na kanuni. Na yule mwendesha ibada lazima awe anatambulika kwa mujibu wa ibada ile. Sasa kwa sababu anatambulika, ndo sasa anafanya kulingana na kanuni za ile ibada. Hakikisha, maana akikosea tu ibada inakuwa sio ibada tena. Na si ajabu yule mwenye ibada akamwadhibu. Unakumbuka hata Mungu alipoleta wana Israeli Misri, kutoka Misri, alipowafikisha wakati anapeleka aliwaambia kwenye huu moto msilete moto wa kigeni, kuna maagizo aliwapa. Hasa ukiangalia wale wenzetu wanaochinja, si yoyote anachinja, bora ni wa dini ile. Sio yoyote tu anachinja. Kwa hata mwanamke hawezi kuchinja. Mwanamke haruhusiwi kuchinja, na hata mwanaume, si kila mwanaume tu anaenda anachinja kwa sababu tu ni wa dini ile. Ni watu ambao wanatambulika rasmi na viongozi wa imani ile. Wamewajua ni akina nani, wamewaweka wakfu. Na wale sasa waliowekwa wakfu ambao wengine wanasema wawekewa mikono au watu wa mikono, ndo wameenda pale eneo la machinjioni kwa ajili ya kuendesha ibada ya uchinjaji. Na kwa sababu ni watu maalum walioteuliwa maalum na kutengwa maalum kwa kazi ile, kwa wanahakikisha ile ibada inaenda kama ilivyokusudiwa.
Naam. Naam, na huo ndio ukweli wenyewe. Kwa sababu lazima upewe kisu. Yaani kuna lugha ya kusema hujapewa kisu. Yaani kuna aina fulani ya ibada ya kupitishwa kwamba wewe unafaa katika eneo hilo. Mtumishi wa Mungu